A'udhu billahi minashaitani rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Naam, ndugu zangu wapendwa, niliye mbele yenu ni Mwalimu Abdul Karim, na leo nitazungumzia mambo kadha na mambo machache sana. Nilishawahi kuzungumzia kuhusiana na habari ya manukato, namna ya manukato. Udi, nini maana ya udi? Udi una thamani gani katika maisha yetu? Udi una siri kubwa. Udi siri yake ni nini? Basi usiache kuendelea kusubscribe channel yangu Mwalimu Abdul Karim ili usiweze kupitwa na vipindi vingine ambavyo vitakuwa ni vyenye faida kubwa sana upande wako. Naam, bila kukosea, udi ni manukato. Udi ni mjumuisho wa manukato, ni mjumuisho wa miti ambayo imetengenezwa katika utaalamu fulani wa kupendeza na ukaleta harufu nzuri, ukaleta harufu nzuri. Lakini lengo mahususi nini? Kwa nini udi unatengenezwa na kwa nini vipo viwanda vinatengeneza udi? Ni kwa sababu ziko siri kubwa sana. Kama tulivyosema kwamba miti ni makazi, na katika miti ama mapori wanakaa viumbe na wenyewe ni majini, sawa sawa. Na uwezi ukawa na elimu ya jambo fulani bila kuwepo jini, sawa sawa. Na ndio maana sisi wataalamu wa tiba tunasema ili tiba iweze kwenda sawa sawa kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu, lazima uwepo wa majini uwepo katika tiba hiyo, sawa. Hasa leo nitazungumzia vipi unaweza kufungua malango ya majini, vipi unaweza kuwasiliana na majini, ama vipi udi unatumika kama mawasiliano baina ya viumbe vya kiroho wakiwemo majini. Tumekuwa tukitumia udi katika majumba zetu, katika majumba yetu haya kwa lengo la kujipatia harufu nzuri ndani ya nyumba, bila kuelewa udi una nafasi kubwa. Udi unaweza kubadilisha mfumo wa maisha yako. Udi unaweza kukuunganisha na viumbe vyenye kukusaidia katika maisha yako. Udi unaweza kukusafirisha kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Udi unaweza kurahisisha mambo mengi, achia mbali faida ndogo ya kuondoa mikosi. Naam, udi ni simu. Wengi hawafahamu hii. Niweze kueleza. Sisi wanadamu